Hakuna utume bila wito, wala hakuna wito bila neema, na hakuna neema bila utume. Ndugu zangu, Yesu anaita, anawezesha na anatuma. Katika Injili ya leo ya Mathayo sura ya 1 hadi ya 7, Yesu anawaita wanafunzi wake, anawapa nguvu ya kuponya, lakini pia ya kupunga pepo, lakini pia anawapa ujumbe wa kueneza Injili kwamba utawala wa Mungu tayari umefika. Ndugu zangu wapendwa, sikiliza mpaka mwisho. Namaanisha nini kwamba hakuna utume bila wito, hakuna wito bila neema, na hakuna neema bila utume? Tunapotazama mambo hayo matatu, tunatafakari kwa kina sana kwamba habari ya kutumwa na Mungu sio habari ya kawaida, wala sio habari ya kuzoeleka. Kwa mfano, ni sio sawasawa na pengine mtu mkubwa, pengine kama rais au nani anavyomtuma mtu au balozi wake. Hii ni tofauti kabisa. Mungu anavyoita ni tofauti, lakini kuna ufanano tu kidogo. Ndugu zangu, Yesu anaita. Soma hiyo Injili ya leo. Yesu aliwaita wanafunzi wake, na tena aliwaita watu wa kawaida kabisa, watu wa kawaida, watu ambao tuna ni dhaifu, watu wa kawaida. Petro aliitwa, alikuwa ni mvuvi, sio msomi. Petro aliitwa akiwa ni mdhaifu kabisa, kwa sababu mara kadhaa alimkana Yesu, amekana Yesu mara 3. Tomaso mtume alikuwa ni mtu ambaye hana imani kabisa, mtu mwenye mashaka, lakini Yesu ndo kamchagua huyo. Hata katika maandiko matakatifu tunaona mtakatifu Paulo mtume hapo mwanzo alikuwa ni mtesi wa kanisa. Tunaweza kutegemea kama angekuwa ni mtume wa mataifa, lakini huyo Yesu anamtumia kuwa ni chombo chake cha kueneza Injili ulimwenguni mote. Kwa ndugu zangu, wala usio na wasiwasi. Wakati mwingine unapomuona mtu au pengine mchungaji wako au padri au yule ambaye ametumwa na Mungu, ukamwona ana madhaifu pengine ya kibinadamu, au pengine hajasoma, au pengine hana kipato, lakini anahubiri hiyo Injili, usimdharau. Mungu huenda amemtuma, na kwa sababu sifa na tabia ya Mungu huwa anaita watu wa kawaida kabisa kwa ajili ya kueneza Injili. Sana sana unaweza kuwaombea kama pengine wana madhaifu, au sio tu kuwaombea, bali kuhakikisha kwamba na wewe binafsi watafuta kila namna ya kuwezesha ule utume au ule ujumbe uweze kuwafikia walengwa na uweze kupata wokovu. Lakini pia wazo la pili ni kwamba Yesu anawezesha. Hamuiti tu mtu bila kumwezesha, na yule anaitwa wala sio na wasiwasi kwamba hataweza kufanya kazi ile. Baadhi ya manabii waliogopa. Nabii Yeremia alikuwa ni mtoto mdogo, aliogopa, akasema kwamba yeye ni mtoto mdogo, hawezi kufanya kazi hiyo ambayo Mungu anamtuma. Lakini Mungu alimwambia kwamba anaweza, ataweka maneno yake kinywani wa Yeremia ili aweze kufanya kazi hiyo bila wasiwasi wowote. Lakini Yesu ndilo hilo ambalo analifanya, anawawezesha wafuasi wake, anawawezesha mitume wake, wanapata mamlaka kwenda kuponya watu maradhi yao, kupunga pepo na kuondoa madhaifu ya kila namna ambayo yalikuwa yanawakuta watu wa Mungu. Kwa ndugu zangu wapendwa, hakuna mtu ambaye atapewa utume au kazi na Mungu ambayo inazidi uwezo wake. Kila mmoja anapewa kadiri ya kazi aliyopewa, na anapewa nguvu ambazo zitamsaidia kufanikisha hiyo kazi ambayo amepewa. Kwa hiyo usiogope kama umetumwa kufanya kazi fulani ya utume au utumishi, basi ifanye ukitambua kabisa Mungu aliyekutuma atakupatia pia na uwezo na atafanikisha hiyo kazi, wala usifikiri ni kwa juhudi zako. Na tena tahadhari hapo, kuna watu wengine wanafikiri labda watatekeleza kazi za Mungu au kazi ya Mungu kwa kutumia nguvu zao binafsi. Nguvu zetu tunazitumia tu kushiriki katika zile neema ambazo Mungu anatupatia ili kufanikisha ile kazi ambayo anataka ifanye. Lakini pia wazo la tatu ni kwamba Mwenyezi Mungu Yesu aliwatuma na akawapa ujumbe, akawaambia waende wakatangaze kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Na hili linatufundisha pia kwamba yule anayetumwa au yule anayeitwa kwenda kufanya kazi ya Mungu, basi aendi kujitangaza yeye mwenyewe na wala hawavuti watu waje kwake, bali kazi yake anatumika kama pengine viashiria vile vibao vinavyoelekeza njia, au pengine alama za barabarani zinazoelekeza namna ya usafiri vile barabarani unapaswa kuwa. Lakini basi ndugu zangu wapendwa, yule anayeitwa anapaswa kuiga mfano huo. Yeye anatumika tu kama kionyesho cha njia, kionyesha njia. Anawapeleka watu kwa Kristo, anawarudisha watu kwa Mungu, na hapaswi kujitangaza yeye mwenyewe, bali kutangaza tu kile ambacho ameambiwa akitangaza. Basi wale ambao pengine wameitwa ni tahadhari kwamba wanapokwenda kufanya kazi ya utume wasije wakafikiri labda watatangaza mambo yao,
wanapaswa kutangaza tu kile ambacho wametumwa, kuitangaza neno la Mungu kama lilivyo. Manake wakifanya tofauti na hapo, waenda kinyume na matakwa ya yule aliyetumwa. Na kwa kweli wao wamekuja tu kusema. Ndio sababu nabii yeye ni msemaji, ni kinywa cha Mungu. Nabii ni kinywa cha Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe angepaswa kuja, lakini kwa kweli anawatuma kana kwamba ni yeye mwenyewe amekuja. Kwa hiyo anapaswa kupeleka kile ambacho wanapaswa kupeleka, tena kwa consistency, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba hawakatishwi tamaa na mtu yoyote, kwa maana ujumbe ule ni ujumbe wa Mungu, sio ujumbe wao, na hata nguvu na ulinzi wataupata kutoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, hayo ndio mambo ambayo nimependa tutafakari siku hii ya leo, tunapowaza juu ya Yesu kuwatuma wafuasi wake, na ni katika hiyo Injili ya Mathayo sura ya 10 aya kwanza hadi 7. Yesu anaita, Yesu anawezesha, lakini pia Yesu anatumwa. Naomba uache komenti zako hapo chini. Je, unaelewa nini juu ya wito? Unaelewa nini juu ya wito? Na tafadhali usiache kusubscribe, kushare na kulike katika Habari Njema channel, ili uendelee kueneza habari hiyo njema kwa watu wote ulimwenguni katika enzi hizi za sayansi na teke linalokujia. Tumsifu Yesu Kristo.